Sura ya 35. Uhuru wa dhamiri unatishwa. Sasa makanisa ya Kiprotestanti yanaliona kanisa ya Kirumi kuwa rafiki yao zaidi walivyoliona katika miaka iliyopita. Katika nchi hizo ambako Ukatoliki umeenea sana, mawazo ya wengi huona kuwa tofauti kati yetu na wao sio kubwa, bali katika mambo makuu ya imani tunakubaliana nao, ila kuna vipengele vidogo tu vikirekebishwa tunakubaliana nao katika mambo yote. Kulikuwako nyakati hapo zamani Waprotestanti waliwafundisha watoto wao kuwa kukubaliana na Wakatoliki kidini ni kumwasi Mungu. Sasa hali ya maoni yao ina tofauti kiasi gani? Watetezi wa Ukatoliki husema kuwa kanisa lilifanya vibaya sana kufikiri kuwa Waprotestanti walikuwa wapotofu. Hizi zilikuwa zama za giza, za ujinga. Wanalaumu ukatili waliowatendea watu kuwa ulikuwa wa kinyama wakati huo. Je, watu hawa sasa wamesahau madai yao kuwa wao, kanisa la Rumi, hawakosei? Kanisa la Kirumi hudai kwamba kanisa halikosei kamwe wala halitakosea kamwe. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Kanisa la mapapa halitapunguza madai yake kuwa halikosei. Ngoja serikali izuie mambo ya ukatili sana. Baadaye Rumi ikipata uwezo wake wa kwanza itafufua hali yake ya mateso. Ni kweli kwamba wako Wakristo halisi katika kanisa la Rumi. Watu maelfu wanamtumikia Mungu kwa kadri ya ujuzi walionao katika kanisa lao. Mungu huangalia kwa huruma watu hao. Watu wamepotoshwa na kufundishwa kinyume cha ukweli. Mungu atawaletea nuru na wengi watajiunga pamoja na watu wake katika kanisa la kweli. Lakini kama kanuni za Ukatoliki zilivyo, wanaachana na Biblia kabisa, sawa kama walivyokuwa hapo mwanzo. Kanisa la Rumi hutumia kila njia ili lipate kukubalika katika ulimwengu, ili liweze kurudisha hali yake ya zamani ya kutesa na kuvuruga mambo yote ya Kiprotestanti. Wakatoliki wanaendelea kufaulu katika makusudi yao. Angalia jinsi makanisa yao yalivyozidi kuongezeka. Tazama koleji zao na vyuo vyao vinavyozidi kujazwa na wanafunzi wa Kiprotestanti. Angalia jinsi kawaida zao za ibada zinavyoongezeka huko Uingereza na maasi yanavyozidi kwa upande wa wakuu wa Katoliki. Mapatano na kuridhiana. Waprotestanti wamewafadhili wa Katoliki, wamefanya mapatano nao na kuridhiana nao kiasi kwamba hata mapapa wenyewe wanashangaa. Watu wanafumba macho wasiione tabia hasa ya Ukatoliki. Inawapasa watu kupinga hatari hii inayokabili uhuru wa watu na uhuru wa dini pia. Ijapokuwa Ukatoliki unaendeshwa kwa njia ya hila na udanganyifu, lakini sio hovyo. Ibada zao hufanywa kwa heshima kubwa na kicho halisi. Hali ya mambo katika ibada kanisani na mapambo yote huwafanya waabuduo kuwa kicho kabisa na utulivu. Macho hupendezwa sana. Makanisa makubwa sana yenye kupambwa na vitu mbalimbali, madhabahu ya dhahabu na rangi zing'aazo huwavutia wenye kupenda uzuri. Vinanda vikubwa vya kuimbia na mambo mengi ya kurembesha huwafanya waabuduo kuwa na hali ya kicho kamili inayostahili ibada ya kweli. Mambo haya nje ya maadhimisho ya ibada humwacha mwenye dhambi katika hali ya mzaa ambao hautomtosheleza na kumridhisha hasa. Dini ya Kristo haina haja ya mambo kama hayo. Nuru inayong'aa katika msalabani hung'aa kwa uzuri na upendo, kwamba hakuna mapambo ya nje yaliyolinganishwa na thamani yake na uzuri moyoni. Mapambo na urembo wa kuvutia upendezao macho hutumiwa na Shetani kuwasahaulisha watu haja ya roho na kuwafanya wawe wapenda mambo ya ulimwengu tu. Maadhimisho ya ibada ya Kikatoliki yana hali ya kupambaza watu wapate kudanganyika. Wanatazama kanisa Katoliki kana kwamba ndiyo mlango wa mbinguni. Hakuna awezaye kukanusha mambo yake kuwa ya uongo isipokuwa wale waliosimama imara katika mwamba ambao wanaimarishwa na Roho Mtakatifu katika ukweli wa maandiko matakatifu. Watu hutaka kuwa na mfano tu wa utawa, lakini wakikana nguvu zake. Madai ya kanisa kwamba lina haki na uwezo wa kusamehe dhambi yalifanya kanisa la Kirumi lijisikie kuwa lina uhuru wa kufanya dhambi bila kizuizi, na ile hali ya maungamo huelekeza watu kutenda maovu. Mtu anayepiga magoti mbele ya mwanadamu mkosaji na kuungama makosa yake mbele yake na kufunua siri za moyo wake kwa huyo hujihafifisha yeye mwenyewe na kujiondolea uthamani wake na kujitia unajisi. Mambo yake kuhusu Mungu hushuka chini na kumfananisha na mwanadamu mwenye dhambi, maana
kwa mtu huyo padri kuwa badala ya Mungu. Maungamo haya yanayofanywa kwa binadamu mwenye dhambi sawa na yule anayeungama ndiyo yamekuwa asili ya uovu uliojaa katika ulimwengu mzima. Hata hivyo, kwa wale wenye kupenda hanasa na ulimwengu, huonekana kuwa fahari kuliko kujidhiri mbele za Mungu na kumfunulia siri za moyo wake. Humfurahisha mtu kulipa malipo ya kitubio kuliko kuacha dhambi na kujitenga nayo. Mtu anaona urahisi wa kujitesa yeye mwenyewe kwa njia mbalimbali kuliko kuusulubisha mwili na tamaa zake. Mfanano wa kushangaza: Wayahudi wakati wa Kristo walikuwa wamezikanyaga amri za Mungu, lakini kwa juu walikuwa wakionekana kuwa wacha Mungu wa kweli, wakikaza sana amri za Mungu na kuzifanya kwa mzigo kwa watu. Jinsi Wayahudi walivyokuwa wakidai kwamba wanashika sheria ya Mungu, hali kadhalika Warumi hujidai kuwa wanaotukuza msalaba. Huweka misalaba kila mahali, makanisani, madhabahuni, kwenye mavazi na kadhalika. Kila mahali wanaotukuza msalaba kijuujuu. Lakini mafundisho ya Kristo wakiyazika chini na kuyainua mapokeo ya bure ya kibinadamu, dhamiri za watu zikirishwa daima kuwa wasipotimiza hayo Mungu atawaadhibu, huku wakuu wao wakiishi katika hanasa na uasherati. Daima Shetani hujitahidi kuieleza vibaya tabia ya Mungu, asili ya dhambi na msingi wa mashindano makuu. Hila zake huwapa watu uhuru wa kutenda dhambi, wakati ule ule hueleza uongo kuhusu tabia ya Mungu, ili watu wamwone Mungu kuwa ni katili, asiyo na huruma yoyote, wala hana upendo. Kwa kupotosha tabia ya Mungu, mataifa ya kikafiri waliongozwa kuamini kwamba ilikuwa lazima kutoa kafara ya binadamu ili Mungu awakubali. Katika ibada hizo za sanamu na matoleo yao, ukatili mwingi umefanyika. Muungano wa umizimu na Ukristo. Kanisa la Roman Catholic likiunganisha ukafiri na Ukristo, nalo kama wamizimu walivyo, wanaielezea tabia ya Mungu vibaya. Wametafuta njia ya utesaji, njia ya kanuni ya kusababisha mateso, hukubaliana na mafundisho yao. Waongozi wa kanisa walichunguza na kubuni mambo yatakayosababisha mateso kwa wale ambao hawatakubaliana na kanuni zao. Hivyo ndivyo walivyofanya, lakini wale walioteseka waliona kuwa afadhali kufa na kupumzika kuliko kukubaliana na mambo ya kinyume cha imani yao. Kwa waumini wa Rumi, walikuwa wakiadhibiwa kwa kushindishwa kwa njaa na mateso mengine. Hiyo ndiyo ilikuwa njia ya kuwarudi na kuwabadilisha ili kusudi waingie mbinguni. Walifundishwa kukataa mafundisho ambayo Mungu aliyaweka kwa ajili ya hawa wasafiri wa mbinguni wakati wakiwa wangali duniani. Uwanja wa kanisa ulikuwa umejaa watu hawa wenye kujitesa ili wapate upendeleo kwa Mungu, nayo ni kazi bure isiyokuwa na faida. Mungu hakuwawekea wanadamu mizigo hiyo mizito ili apate kuwafadhili. Kristo hakuwapa watu kielelezo cha kujifungia katika majumba ya watawa ili wapate kufaa kuingia mbinguni. Hakufundisha kuwa upendo lazima ulazimishwe. Papa anajidai kuwa yeye ni mjumbe wa Kristo, lakini Kristo alipokuwa hapa hakuwafunga watu magerezani eti kwa kuwa hawakumheshimu na kumtukuza kama mfalme wa mbinguni. Je, alifanya hivyo? Je, sauti yake ilisikika akiwahukumu watu ambao hawakumwamini? Kanisa la Katoliki sasa linajionyesha katika ulimwengu kama linasikitikia vitendo vyake vya zamani, hali kadhalika kufunika tabia yake ya utesaji na ukatili. Limejifunika na vazi la Kikristo, lakini hali yake ni ile ile. Kanuni ya upapa tangu zamani ni hiyo hiyo ilivyo siku hizi. Mafundisho yao ya wakati wa zama za giza ndiyo hayo walionayo. Msimamo wa mapapa kuhusu wa Protestanti ni ule ule tangu siku za watengenezaji, wakati watu wa Mungu walipokuwa hatarini kwa ajili ya kumpinga papa. Upapa ni vile unabii ulivyotabiri kuwa uasi utaendelea kuzidi siku za mwisho. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 3 na 4. Kama vile mabadiliko ya kinyonga ndivyo wanavyobadilika, lakini hali yake ilikuwa ni sumu ya joka. Je, kanisa hasi hili ambalo kwa miaka maelfu historia yake imeandikwa katika damu ya watakatifu waliouawa nalo litabadilika kuwa kanisa la Mungu? Badiliko katika Uprotestanti. Katika nchi za Kiprotestanti watu husema kuwa imani yao hutofautiana na ile ya Kikatoliki kidogo sana kuliko ilivyokuwa zamani. Kumekuwako na badiliko, lakini badiliko hilo
haliko upande wa Wakatoliki ila upande wa Protestanti. Sasa Ukatoliki unafanana na Uprotestanti kwa sababu Uprotestanti umeharibika sana na kurudia hali ya Ukatoliki kuliko ilivyokuwa siku za watengenezaji wa kanisa. Makanisa ya Kiprotestanti kwa ajili ya kutaka yapendeke ulimwenguni uamini mema ya uovu wote, na katika hayo matokeo yake yatakuwa kuamini uovu wote wema. Sasa kama hapo kwanza wanaomba samahani kwa Warumi kwa kutokuwa na mawazo ya upendo kwao, wakiomba msamaha kwa ajili ya ushupavu wa wengi, hudai kuwa ufedhuli na ushirikina ulikuwako wakati wa giza ulisaidia Rumi kuwa mkatili. Sasa wakati huu wa elimu na kuongezeka kwa hali bora katika maisha ya dini, mambo ya karaha yamezuilika. Mambo ya jinsi hiyo hayawezi kufikiriwa katika nyakati hizi, lakini ni lazima ikumbuke kuwa kadiri nuru kubwa inavyozidi kung'aa, ndivyo giza kuu linavyozidi kuwafunika wale wanaopinga nuru. Siku bora za hali nzuri ya mwisho ndizo zimeleta hali ya giza zaidi kwa Warumi na kuimarishwa kwa upapa. Hali bora ya kinuru inalingana na hali ya kigiza. Zamani, wakati watu hawakujua neno la kweli, watu maelfu walinaswa katika mitego ya maovu bila kujua lolote. Wakati wa kizazi hiki wengi pia hawaoni mitego iliyotegwa miguuni pao, hujinasa kama vipofu. Watu wanapotukuza mawazo yao zaidi ya neno la Mungu, hali ya kitaalamu hufanya madhara mengi zaidi kuliko katika hali ya ujinga. Kwa hiyo sayansi ya uongo ya siku zetu hutimiza sehemu kubwa sana ya kufaulisha upapa na kukubaliwa kwake kama ilivyofanyika katika zama za giza. Utunzaji wa Jumapili. Utunzaji wa Jumapili ni desturi iliyoanzishwa na kanisa la Rumi, ambayo hujidai kuwa hiyo ndiyo alama ya uwezo wake. Roho ya upapa ambayo ni ya kujiambatanisha na ulimwengu na desturi zake, kujali mapokeo ya wanadamu zaidi ya sheria za Mungu. Roho hiyo hiyo imeenea katika makanisa ya Kiprotestanti na kuwaongoza kushika Jumapili kama Warumi walivyofanya zamani. Amri za kitawala na za mabaraza pamoja na mipango ya kanisa na kanuni zake ambazo zinasaidiwa na serikali ndizo zilikuwa hatua ya kuingia ukafiri katika makanisa ya Kikristo na kuheshimiwa na ulimwengu. Hata ya kwanza kuheshimiwa Jumapili ilikuwa amri iliyotolewa na Mfalme Konstantini. Ingawa ilikuwa karibu kuwa kawaida ya kishenzi, ilisisitizwa na mfalme iwekwe katika upande wa dini badala ya kuongoka kwake kibandia na kujidai kuwa Mkristo. Eusebius, kasisi aliyetafuta msaada wa serikali ili atekeleze mambo ya kanisa na ambaye alikuwa rafiki mpendwa wa Mfalme Konstantini, ndiye alieneza habari kuwa Kristo amehamisha heshima ya Sabato kutoka Jumamosi na kuiweka Jumapili. Hakuwa na ushahidi wa Biblia kuhusu madai hayo. Eusebius mwenyewe alisema mambo yote yaliyopaswa kutendwa siku ya Sabato yalihamishwa katika siku ya Jumapili, yaani siku ya Bwana. Upapa ulipoimarika, utunzaji wa Jumapili uliendelea kwa muda. Siku ya saba iliendelea kuheshimiwa kama Sabato, lakini badiliko lilikuwa linafanyika. Baadaye Papa aliamuru kwamba wakuu wa majimbo lazima waadhibu wote wanaovunja Jumapili, wasije wakaleta balaa kwao wenyewe na majirani zao. Maagizo ya mabaraza ya kanisa hayakutosha, hivyo walitafuta msaada wa serikali ili amri ya kutofanya kazi Jumapili ikazwe kisheria. Katika baraza la wakuu lililofanyika Rumi, lilikubali mashauri yote yahusuyo kutunza Jumapili yaliyofanyika nyuma na kuyakaza upya kuwa amri ya kanisa, ikikazwa na mamlaka ya serikali. Hata hivyo, kutokuwako na fungu la Biblia linalounga mkono juu ya utunzaji wa Jumapili kulizidi kuwatia wasiwasi. Watu waliuliza sababu ya kupuuza usemi wa Mungu unaoamuru, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako na kuheshimiwa siku ya jua. Kwa kuwa walikosa fungu la Biblia la kuthibitisha, walitoa maelezo yoyote waliona kuwa yanafaa. Mtu mwenye juhudi ya kusisitiza utunzwaji wa Jumapili alitembelea Uingereza mwishoni mwa karne ya 12. Mtu huyo alipofika katika makanisa ya huko na kufundisha mambo hayo, alipingwa vibaya na mashahidi waaminifu wa ukweli, na kwa kuwa hakupata matunda, aliondoka kwa muda. Baadaye aliporudi tena, alikuja na maandiko aliyodai kuwa yametoka kwa Mungu mwenyewe.
Maandiko hayo yanasema juu ya utunzaji wa Jumapili, na kwamba mtu yoyote atakayepinga utunzaji huo ataona cha mtema kuni. Maandiko haya ilisemekana kuwa yameanguka kutoka mbinguni, kwamba yalikutwa juu ya madhabahu ya kanisa la Simioni huko Yerusalemu kwenye kilima cha Golgota, lakini kwa kweli yaliandikwa na Papa wa Rumi. Hila zote na udanganyifu vimekuwa vikifanywa na mapapa wa Rumi, lakini juhudi zote za kuimarisha utunzaji wa Jumapili kuwa Sabato zimetokana na mapapa ambao hukiri wazi Sabato iliwekwa na Mungu. Katika karne ya 16, baraza la mapapa lilitangaza hivi: Wakristo wote wajue kuwa siku ya 7 ya juma ilitakaswa na Mungu mwenyewe, nayo ilikuwa ikitunzwa siku zote, wala si ya Wayahudi peke yao, bali na watu wote wanaokiri kumwabudu Mungu, Ingawa sisi Wakristo tumeibadili Sabato na kufanya iwe Jumapili, ambayo sio siku ya Bwana, wale walioharibu amri ya Mungu walijua aina ya kazi yao. Adhabu kali, kielelezo cha kushangaza cha kanuni za Rumi, kilitolewa katika mateso ya Waldenses ya muda mrefu na kumwaga damu sana, ambayo yaliwakumba baadhi ya washika Sabato. Historia ya makanisa yaliyokuwa katika Ethiopia na Abyssinia ni ya muhimu sana. Katika ukiwa wa wakati wa giza, Wakristo wa Afrika ya Kati walisahauliwa katika ulimwengu. Katika ukiwa wa wakati wa giza, Wakristo wa Afrika ya Kati walisahauliwa katika ulimwengu, yaani hawakujulikana. Kwa hiyo walikuwa salama wakiufurahia uhuru wao wa kuabudu. Baadaye Rumi ikawagundua na mfalme wa Abyssinia akavutwa kwa ujanja ili amkiri papa kuwa yeye ndiye wakili wa Mungu. Amri iliyotolewa ya kukataza watu kutunza Sabato, na mtu asipoijali atapata adhabu kali. Baada ya utawala wa papa ukawia watu mzigo mchungu, kwamba Abyssinia ikakusudia kuvunjilia mbali. Basi Urumi ukapingwa marufuku katika nchi hiyo, na imani yao ya kwanza ikawarudia. Wakati makanisa ya Afrika yalipokuwa yakishikilia Sabato ya siku ya 7, ambayo ndiyo amri ya Mungu, lakini walijiepusha kufanya kazi na siku ya Jumapili kufuata kawaida ya kanisa. Rumi waliikanyaga amri ya Mungu ili kutunza amri yake mwenyewe, lakini makanisa ya Afrika ambayo hayakujulikana karibu miaka 1000 hayakuingia katika uasi huu. Walipoletwa chini ya Rumi, walilazimishwa kuacha Sabato ya kweli na kushika ile ya uongo, lakini hawakuweza kupata uhuru wa kurudi kushika amri ya 4. Habari hii inaonyesha uadui wa Rumi kuhusu Sabato ya kweli na waliokuwa wakiitimiza. Neno la Mungu hutuambia kuwa mambo ya jinsi hii yatarudia tena wakati Ukatoliki na Uprotestanti vitakapoungana kutukuza Jumapili. Mnyama mwenye pembe 2 kama kondoo. Unabii wa Ufunuo 13 unasema kuwa mnyama afananaye na mwana kondoo mwenye pembe 2 utawafanya watu wote wakaao duniani wamsujudie papa, ambaye afananishwa na mnyama kama chui. Mnyama afananaye na mwana kondoo atawaambia watu wakaao duniani wamfanyie mnyama chui sanamu. Zaidi ya hayo, mnyama huyu atawaamuru watu wadogo na wakubwa, walio huru na wafungwa, matajiri na masikini watiwe alama ya mnyama. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 11 mpaka wa 16. Marekani ndiyo iliyofananishwa na mnyama kama mwana kondoo mwenye pembe 2. Unabii huu utatimia wakati Marekani itakapolazimisha watu washike Jumapili, ambayo Rumi hudai kuwa ndiyo alama ya ukuu wake. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabu mnyama yule. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 3. Pigo la mauti linaelekeza kwenye anguko la upapa la mwaka 1798. Baada ya haya, unabii husema pigo lake la mauti lilipona, dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Paulo asema kuwa mtu wa dhambi atatenda kazi yake ya udanganyifu mpaka mwisho wa wakati. Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 8. Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudia kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima wa mwana kondoo.
Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8. Katika nchi zote za dunia Papa atatukuzwa kwa ajili ya Jumapili aliyoibuni. Tangu kati ya karne ya 19 wanafunzi wa Biblia walileta ushuhuda huu ulimwenguni. Sasa utimizo wa unabii huu unaonekana kuwa unaharakisha sana kutimizwa kwake. Hata walimu wa Kiprotestanti wanakubaliana na mamlaka hii iliyoko Jumapili kuwa Sabato, na wala hawana fungu la Biblia linalowaunga mkono, sawa kama Wakatoliki walivyokosa fungu. Thibitisho kuwa hukumu ya Mungu itawaangukia washikao Jumapili litarudiwa tena, na hata sasa hukumu ya Mungu inaanza kuharakisha. Kanisa la Rumi lina werevu sana, linasoma mambo yalivyoonekana kuwa kwamba makanisa ya Kiprotestanti yanaliheshimu, kwa vile yanakubali kushika Jumapili ambayo ni Sabato ya uongo, na kwamba linajitayarisha kulazimisha watu kuishika Jumapili kwa nguvu kwa kutumia njia zile zile zilizotumika zamani. Jinsi litakavyokuwa tayari kuunga mkono Protestanti ili kutimiza shabaha yake ni wazi. Kanisa la Katoliki limebuni shirika kuu linalosimamiwa na Papa. Washiriki au wajumbe wake ambao ni mamilioni wako kila nchi na kila mahali, wote wakiwasiliana na Papa bila kujali taifa gani au serikali gani waliomo. Ingawa hula kiapo kwa kutumia nchi na serikali yao, lakini kwa chini chini huwa na kiapo kingine cha kutimiza maazimio ya Papa wa Rumi. Historia inaonyesha jinsi kanisa hili linavyojihusisha na mambo mbalimbali ya nchi na mataifa mbalimbali, hivyo ufaulu kuingilia mambo hata ya mapinduzi ya watawala, ili mradi watimize makusudi yao. Wanajivuna kuwa wao hawabadiliki kwa vyovyote. Waprotestanti wanajua kidogo sana kuhusu muhimizo wao na muungano wa dini, kwamba Rumi ina makusudi mbali na vile wanavyodhani. Hata kule kushika Jumapili hawana habari juu yake. Waprotestanti wanaposhughulika na kutafuta muungano na Warumi wao hushughulika na jinsi ya kujiimarisha na kushika uwezo wao mikononi mwao waliokuwa nao zamani, ambao uliwapotea. Kusudi lao la kuweza kuwa na uwezo wa kutawala kanisa na serikali pia, ili ikiwezekana kwamba matakwa ya kanisa yaweze kutimizwa kwa nguvu ya serikali. Si muda mrefu ujao muungano baina ya kanisa na serikali utafikiwa, na hapo ushindi wa Rumi utakamilika. Muungano wa makanisa ya Kiprotestanti kwanza, halafu muungano wa makanisa ya Kiprotestanti na Rumi, mwisho muungano wa kanisa na serikali. Makanisa ya Kiprotestanti yatakuja kung'amua makusudi ya Rumi yakiwa yamechelewa tayari, wala hayataweza kujitoa mtegoni. Kanisa la Rumi linaendelea kupata uwezo kimya kimya. Mvuto wao unaingia katika majumba ya kutunga sheria, makanisa na katika mioyo ya watu. Wanajiimarisha ili waweze kukamilisha maazimio yao. Wakati ukifika, watatenda mambo yao. Mambo yao ni kupigana vita na Mungu na neno lake. Hivi kila mwenye kuita neno la Mungu atakabiliana na mashutumu na mateso.